Sio kupiga gepu. Yaani hapa manake ndio wameshauaga ubingwa. Wao saizi akili yao na focus yao yote ipo kwenye kujenga mabwawa kwa ajili ya kufuga vyura vizuri, kwa sababu vyura pale wanapata shida. Kwa hiyo wanataka kuwatengenezea mazingira mazuri ili vyura wawe wakubwa na wawe wanene. Hiyo ndio mipango yao. Na sasa tunasubiri kwa sababu chura ni sehemu ya utalii. Kwa hiyo na mimi wazungu watakuwa wanakuja pale kwenye bwawa, watakuja kuangalia vyura na kutalii. Lakini ubingwa watakuwa tayari wameshauaga. Kwa sababu huwezi kuniambia kwamba leo umewakusanya watu kwa ajili kwamba kutengeneza mazingira ya uwanja. Kila siku vikao. Uwanja ujenzi unaanza lini? Kesho. Hata kama inawezekana uanze usiku huu sio kesho. Wao wajenge uwanja, sisi sasa hizi focus yetu ni kuchukua ubingwa. Kwa hiyo tutaona sasa anaojenga uwanja na sisi tunachukua ubingwa, nani atakuwa na raha zaidi. Sisi mpaka sasa hatuna uwanja tu wa kuchezea Premier League, hatuna kweli, lakini ukiangalia bado tuna viwanja viwili vya kufanyia mazoezi, lakini wao hata banda la kuku hawana. Kwa hiyo wana haki ya kuanza kuchimba chimba kama ni kweli, lakini akiwa maneno ya propaganda kutengeneza story kwa ajili ya msimu ujao, kwa ajili ya watu kwenda kupata tena kula, warudi madarakani, inawezekana. Kwa hiyo nitazungumza kama kweli uwanja unajengwa, nianze kuuona, sio kwa maneno yashazungumzwa toka kina Manju, uwanja hukujengwa. Sawa? Kwa hiyo yeye ndiye amekuja amesema akiingia madarakani atajenga uwanja kabla hajatoka kwenye muda wake. Ukiangalia ndio msimu wake wa mwisho na anaelekea ukingoni kumaliza kwenda tena kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi. Kwa hiyo inawezekana ni kampeni ya kupata tena uongozi. Yote inawezekana. Kwani ukichukua bulldozer kuchimba chimba pale ndio utakuwa tayari umejenga uwanja. Si utakuwa umetengeneza uwanja kupaki malori. Kwa hiyo inawezekana wakachibua tibua pale, wakatengeneza mazingira ya kupaki malori, lakini swala la uwanja tusubiri ujengwe mpaka ukamilike. Sababu wakijenga uwanja sasa hivi basi waweke nguvu ili uwanja uje kutumika kwenye AFCON msimu ujao 2027, kwa sababu viwanja vinajengwa Arusha, Dodoma kwa ajili ya AFCON. Kwa hiyo kama kweli wana uwezo wa kuweka mguu kati kujenga uwanja, wajenge ili uwanja wao uje kutumika kwenye AFCON kama ni kweli. Kwa namna ambavyo umeifuatilia project yao, unaona hilo likienda kufanikiwa? Sina hakika. Kwa sababu wao wenyewe ndio washakutana pale vikao vinane na vile vikao wanakutana wakati washapata machungu. Ndio wanawakutanisha watu pale kuwafunika funika. Umeona ilivyotoka lungu lile la kamati masaa 72 kwenda kwenye jumba lao la dhahabu kutubania sisi. Sawa? Siku ya pili yake likatoka lungu la FIFA. Ilivyotoka lungu la FIFA siku ya tatu wakaitana Jangwani pale. Wakawa wanazurura wamekaa kikao pale ndani kwenye gofu lao lile la kuwekea chakula. Mwisho wa picha wakasema wanakuja na mpango sasa kukamilisha kujenga uwanja. Lakini wamekaa siku ya kwanza ya pili walivyokanyagwa sasa. Sawa, na ndugu zao Dodoma Jiji ambao waliwavua nepi kule Singida. Mwisho wa picha tunaona kwamba leo wanaonekana kwamba wamekusanyana sasa rasmi kujenga uwanja, na tukimuona wakimwalika pale. Sawa, msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa nimemuona na akazungumza vitu vingi, aliwaasa vitu vingi, nimemfuatilia kwa makini. Sasa tuone vile alivyowapa. Je, vitakaa akilini au ndio itakuwa endeleo mandigemu yao ya kuwazuga mashabiki wao wasikumbuke maumivu ambayo wameyapata kule Singida, wakumbuke kujenga uwanja. Yaani wewe brother, watoto wako wanalala njaa, alafu unafikiria kwenda kujenga uwanja. Wewe uwanja unaojenga watoto wako akifa atacheza nani? Eti una njaa nyumbani unaenda kujenga uwanja, watoto akifa, wewe uwanja atacheza nani? Saizi cha kwanza atakuwa focus na ubingwa, ndio kitu cha msingi. Kwa hiyo washaona ubingwa wanaukosa, wanatafuta sehemu kwenda kujificha ili kutetea maovu ya viongozi wao, ili waonekane wanaenda kujenga uwanja ili wajisaulishe kwenye mambo mengine. Lakini saizi ilikuwa sehemu kwenda kumuuliza engineer.